Nitafanya ziara maalum katika taifa la Kenya, sehemu inayoitwa Mombasa, kwa muda wa siku chache sana, na lengo la ziara yangu ni Mombasa. Ndugu zangu wa Nairobi na sehemu nyingine watawasili Mombasa. Nitaweza kuzungumza nao kwa muda mchache sana na kuwatatulia matatizo ambao wale hawajafanikiwa, lakini dhamira ni moja tu. Tunamtafuta mtu ambaye tumemsaidia hakufanikiwa. Kwa hiyo ni wito wangu kwa watu wa Kenya kuhudhuria nitakapofika katika mji wa Mombasa uliokuwa Kenya, niweze kuzungumza nao, niweze kutatua matatizo yao. Baada ya hapo nitawasili katika mji wa Zanzibar. Wenyewe wanasema Zanzibar njema atakaye aje. Sijui kama hiyo lugha bado ipo ama haipo. Ninamwomba Mungu anijalie anipeleke salama Mombasa, anirudishe salama, na anipeleke salama Zanzibar, anirudishe salama. Baada ya hapo nitaanza ziara ya mikoani. Maana nikitoka Mombasa na Tanga ni karibu. Kwa watu wa Tanga watapata fursa ya kuniona kwa muda wa siku chache. Utakuwa mkoa mmoja. Lakini mkoa utakaofuata ni Mbeya. Nitakuwa nazungumza nikiwa katika mkoa husika kwa kutumia YouTube, Facebook, TikTok kuwa niko sehemu fulani. Itakuwa ni fursa kwa mtu wa eneo hilo au mkoa huo kuja kuzungumza nami na kunieleza changamoto zake na kuona nawezaje kuzitatua, na hatimaye tutengeneze historia kubwa kuwa hakuna aliyekutana nami akabaki na mistari miwili. Kila atakayekutana nami atabaki na mstari mmoja. Inawezekana, na muda si mrefu tutaanza hatua hiyo madhubuti. Inawezekana kuna mtu yupo aidha nauli hana au amekwazwa na jambo lolote lile. Atakaposikia nipo katika mkoa wake, itakuwa ni rahisi kwake kuja kuniona, nami nitajitahidi kwa uwezo wa Mungu kuhakikisha natoka kwenye mkoa wake nikimwacha yeye yuko salama, anafurahia maisha mapya baada ya kuondokana na changamoto ya mistari miwili. Nifafanue kidogo neno mistari miwili. Na ndio muasisi wa lugha hii T.R. Msigwa. Ili mtu agundulike kuwa mtu huyu ni positive, unapoweka damu kwenye kipimo, damu ile ukiweka na maji husika itatembea. Ikitembea itaandika mistari miwili, kwa maana ya kuashiria au ya kukujulisha au ya kumjulisha mtu wa maabara ili akwambie kuwa damu yako imeathirika. Damu hiyo ikitembea ikaandika mstari mmoja, inamjulisha muhusika akwambie kuwa damu yako haijaathirika.